Siku ya leo jamii ya waumini wa dini ya Kiislamu ulimwenguni imeanza kuingia katika siku 10 muhimu zaidi za kiibada baada ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Dhulhijja, ambayo umaarufu wake unajulikana kama mwezi wa mfungo tatu katika nchi za Afrika Mashariki, hususan mwambao wa bahari ya Hindi. Kwa wasiofahamu, mwezi huu ndio mwezi wa mwisho katika kalenda ya Hijiria. Baada ya mwezi huu kuisha, Waislamu wataingia mwaka mpya wa mwaka 1448 Hijiria. Vile huu ndio mwezi wa kukamilisha ibada ya hija. Mwezi huu ndio unaotekelezwa ibada ya kuchinja wanyama halali wanaofugwa wenye miguu minne, ikiwemo ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo, ikifikia siku ya 10 ambayo ni siku kuu ya Eid. Pia huko mji wa Makkatul Mukarram nchini Saudi Arabia watakuwa wako katika ibada ya kuchinja baada ya kutoka kwenye ibada ya kisimamo cha Arafa kinachofanyika siku ya 9 au mwezi 9 ya Dhulhijja. Ibada hiyo ya kuchinja ni ishara tosha kukombolewa kwa mwana wa Nabii Ibrahim, ambaye Nabii Ismail, wote wanaombewa amani juu yao zifikie. Aidha, wanasema baadhi ya wanachuoni ya kuwa kwa mujibu wa mafundisho ya hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam, mchana wa siku 10 za mwezi wa Dhulhijja ni bora kuliko mchana wa mwezi mtukufu Ramadhan, kwa kuwa Mtume alayhi salatu wassalam amesema hakuna siku yote ambayo amali ya mja, yaani ibada, itakayotekelezwa itakayokuwa bora kuliko ibada inayofanywa ndani ya siku 10 za mwanzo ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Tuwatakie utekelezaji mwema wa ibada hii. Langu mimi jina naitwa Nasir bin Nasir, la kubakia nami.